yo tangwa molimo tangwa mafuta tangwa bikamwa amina sembola loboko sembola loboko nayo sembola loboko utwalelo ngana mona yo sembola loboko na petesa na umelipe mingi je le oui et la mene le oui et la mene mama satuki teremoli nani 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 mama sikalo nani akufa bonga nazwa bomo ya sika nani amona pasi bonga nazwa ngolu nani azanga bonga na koma moto abozwi nani 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 ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte ezanga bakle baserir na mai pe na bamur obongola likolo cuisine pe
Medo, karibu na kuna wimbo moja. Narudisha merci ya mingi sana kwa baba yetu mzazi. Anajua tena neema ile ndani ya mama. Anachika kupatia mama tu shukrani yote. Mama yuko naongoza, mama yuko na ubiri, mama yuko na imsha watu kumalombi. Papa Mungu wetu akuongeze maisha. Narudisha tena merci ya mingi kwa makutano.
presence yako ni lazima sana. Kama wewe unako hatutasema. Kumbe Mungu wa mbingu akubariki sana. Hivi tuko na temi yetu ile tuko na tembelea hapo muismen yote. Hii temi yetu tulepata Luc chapitre 14 verset 21 à 23 batetusomea katika jina la Yesu. Les serviteurs, je ne pas 21, vous avez 21, les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long de Haï, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Amen kabisa. Mafundisho yetu yanasema mbingu na dunia. Mungu aliumba vitu vyote msishuru. Anaumba na Adamu, anamweka Adamu kuya metre wa vile vitu. Aseme sana mweka Adamu mshamba, Adamu anaendelea kuishi. Mungu anamwambia hivi, hapa unekana mshamba, kuko amri moja unapasha kushika sana. Si shuru yote utatembea, si shuru yote utarima, utafanya kazi yote, lakini seti ya mshuru hapana kubamba kukitu. Ile ni siku ya Sabato. Ni vya kweli Adamu anaendelea kuishi. Kiniendelea kunenepa, nilikuya ni desturi ya Bayuda. Bayuda walikuwa wanafanyaka kila siku batatumika tisi shuru. Seti ya mshuru Bayuda walikuwa wanaheshimia sana. Walisema leo ni siku ya Sabato. Ile siku Adamu kwa mambo ya je, Myuda hawezi kutoka. Bebo dekala. Walikuwa wanafanyaka mpaka siku ya Sabato, wote wanabebana wanaenda kwa hekalu. Na kama wanaenda kule kwa hekalu, avant pende walikuwa wanapika chakula wanaacha kunyumba. Wanapika chakula ya mingi wanaweka pale. Sasa wanatoka kwa hekalu, beba nakuya, hawatakuya mpaka kwa wenyewe vile walienda. Kila nyumba yote ya Myuda walikuwa wanabebaka watu kwa hekalu. Huyu anabeba watatu, huyu anabeba wasai, balenga nao wanaenda kupartaje ile chakula. Amen kanisa. Amen. Jo desturi ya Bayuda. Paka mimi na wewe ndio tunakuriaga paka shebe yenyewe nyumba yetu. Niliambia watu wanaendelea kuheshimia sana siku ya Sabato. Unafika siku moja fulani, Mfarisayo mmoja anasema hapana. Hii Sabato ya Israeli ataje mitapenda shezi akule kwa nyumba yangu. Ni vya kweli yule mtu anamtengeleza, anaambia watoto yake, anaambia bibi yake, anaambia watu ya kazi, mtengelezeni chakula pia. Hii Sabato ya hii juma Yesu atakuwa kula kwetu. Ni vya kweli wale watu wanatengeleza chakula mzuri sana. Walipika hivi, wanafanya hivi. Aseme siku ya Sabato inaendelea. Huyo mtu anafika, wanaungama mzuri sana. Sasa kutoka kwa hekalu anasema Bwana karibu kunyumba. Ni vya kweli wanaenda na shezi, wanafika mpaka na mnyumba wanekana. Wanakuta wale wengine walikuwa shakuipitia tena, washakuikala mzuri wanekupia. Shezi amekala mule mufeti. Wakati amekala na yako kwa mserve, ni mambo gani kunapita hapa? Asema sana kala, anapika macho, anamwona mtu moyo. Ule mtu alikuwa mgonjwa. Kisha mwili yake alikuwa sana vipote. Yesu anasema ni mambo gani iko napita hapa? Desturi ya Bayuda abakuriake na aba bantu baivi. Pourquoi leo wanamvite na huyu mgonjwa wa model akuye ekale hapa. Hapa panapasha kuya mambo.
beko kimya beko na mwangalia. Yesu anauliza tena ulizo mara ya pili. Banani banachika nitunza huyu mgonjwa wa vipote? Batu banekala kimya. Yesu anashanja ulizo. Anauliza tena. Banani abapenda nitunze huyu muntu? Batu beko kimya. Ninauliza tena mara ya pili. Banani abapenda nitunze huyu mgonjwa wako katikati yetu? Batu banekala kimya. Amen kanisa. Amen. Unatika? Hapana. Unakatala? Hapana. Position yako iko je? Yesu anachunguza anasema hapana. Ama watu kama wanafanya hivi, maana yake pako kile washakupanga. Yesu anachunguza ndani ya maroho yako. Anaangalia anasema wapi? Ama watu walishakuniekea mitego. Amen kanisa. Amen. Na kweli walimteka. Atuanze siku ya Sabato waseme huyu ana mtoto wa Mungu. Pourquoi anashinda kuheshimia siku ya Sabato anatunza mgonjwa? Amwache mgonjwa arudia, wanasema Yesu miracle isha kumwisha, anashinda kutunza mgonjwa. Beko piège pale. Yesu anafumbula anasema ndani yapo ni bantu wa mitego, ni bantu wa bikapindupindu, ni bantu wa sula mbili. Amen kanisa. Yesu anaangalia anasema wananiteka. Ndio Yesu anawapatia ulizo anawaambia. Mungu anasema leo ni siku ya Sabato. Tusimtunze huyu wala tumtunze mko kimya. Mnataka tufanye nini na huyu mtu? Ni vya kweli bantu barabia paka kimya. Ndio Yesu Mungu wake anamwambia yule mgonjwa na mgonjwa anapona. Kisha kupona paka wale walikala kimya, wanaanza kuambiana huyu kumba na mtoto wa Mungu. Pourquoi leo siku ya Sabato anashinda kuheshimia Sabato? Yesu anavumbula kilikuwa kile hapo. Anasema bantu mama sura mbili, banaliteka miteko, banilita hapa kwa tukure chuba niteke. Ndio Yesu anawapatia ulizo. Anawauliza hivi. Anasema nani siku ya Sabato mtoto yake anaweza kuanguka mshimo, amwache mshimo alale kesho? Nani anaweza kufanya hiki kitendo ashinde kutosha mtoto yake? Asema mwaka barikala kimya. Hakuna mtu alilamsha kidogo. Yesu anampatia ulizo ya pili. Nani siku ya nchi ya Sabato kwa mtoto wake anaweza kuanguka mshimo, anamwacha anashinda kumtosha? Je, mimi mtoto wa Mungu ashinda kutunza huyu? Yesu anafumbula anasema watu wana pia. Ama watu ni watu wa miteko. Banilita kuiga ramu yako, chuma one, banipieshe, kisha wapate fashi yabo kusemea. Minafungula entre parenthèses pale mama. Minafungula entre parenthèses papa. Minasema na makutano hivi. Feni yote ina feti sana. Feti yote ina feti ya kuichikaka. Unaweza kuichika kwenda kufeti. Kumbe ile feti wanaorganize mpaka juu yako. Tamupata cheo hii mama. Tamupata cheo hii baba. Kumbe mimi nimemvite mkwe wa feti. Pale mtakuwa kulia kwangu. Mishakupeleka konsi. Wao kukabula chakula. Na hii masistemu ya tumaizaji mingi. Panda tutu sisi yulu. Gabriel bantu sisi. Kasetu mupe ule mama. Amen kanisa. Wale wako baba vyakulia, unakulia, unabebea na bwana yako na watoto yako, wewe wote mnakula sumu. Tuko nafundisha kwa kanisa. Ilifo kukeba ange sana. Dunia shakilapika, batu bote haina batu sana. Bali ni batu ya Mungu, ndani yao walitoka miteko. Unaweza kuona hivi hata ndani ya kanisa. Mwenzako Mkristo anakuteka, ndugu yako katika roho anakuteka, na ndugu yako katika mwili tena anaweza kukuteka. Watu ni wa Kristo, bebeko na pieshe Kristo mtoto wa Mungu. Bana mkaniza tufe, akuye pale tunapoinvite, akuye baone papa kumsemea. Amen guys. Amen. Yesu mwenye kuangalia anakuta mapweka ndani ya wale watu. Bali ndio anasema sisi kwa taifa ya Mungu, shinda tutaona Mungu. Ndani yao Mungu mapwe mbaya. Amen kanisa. Amen. Ninakwambia pwe ya kwanza walimteka Yesu. Yesu ni Mungu. Eske Mungu anamteka
Asikupashi kuingisha, bali muingisha alichumba alikuwa na ile mission. Me ile fete ilikuwa ni yabo wao wenyewe. Ilikuwa ni fete ya Mafarisayo. Yesu anaangalia, wako naingia paka watu wa manivo. Amen kanisa. Amen. Mufete Mungu anaingia paka watu wa nene, paka watu wa shefu, watu ya maame, watu ya majip, watu ya mabredo. Wa moto hakuna kuchofa. Amen kanisa. Amen. Yesu anaangalia kama funga ndani yako. Ni vya pale baba naingia, unaona mtu kama baba na quelque chose, ana kiburi. Mnaiwaka. Huko mama mwali nyapeka simika ndio mmoja. Mimi kalakana kichwa nguvu sana tu bila yesema, au taarifa kitu atakinibarikisha mtako. Kimchezea na kumamisha. Amen. Amen. Mungu kama ana makuta anampaka kiburi. Amen kanisa. Amen. Mula mfate Mungu anaingia mpaka watu dhaifu. Uyasema leo nitawaua. Uyasema leo atakufia yulu. Uyasema nitawakausha mpaka chini. Amen. Bana kuya washa kuvala vya chafu. Ni bantu ya mamoya. Ni Mungu mpaka ba ministre, Mungu mpaka ba depute, Mungu mpaka ba fulani, ba femme d'affaires, ba homme d'affaires, ndio walikuwa mwile fete. Na sabe wanaingia kila mtu anafia ekale kukichika bien. Amen kanisa. Amen. Mungu na mamoya yake hasta tika kukala mkichika hivi. Kila mtu anafia ekale hivi ba mama balekana. Amen kanisa. Niliapana wanapita wote wanafukuzia bekani mpaka mkichi kayulu. Mungu amebariki sana. Mungu amebariki mara tena. Yesu anaangalia anasema hapana. Ana watu wanakuelewana. Ana watu sema shindi kwa taifa ya Mungu. Mimi nafungula ndani yako. Kitu cha pili Mungu akiburi. Amen kabisa. Amen. Amen. Kristo ana Mungu wa kiburi. Njoo Yesu anaangalia, anamwambia hapana. Asema kama Mungu anakuja, ile ni hata paradise tunafungula kanisa. Bandugu yangu wa Kristo, kama wanakuita mafashi, hapana kutangulia kulibebea kiti. Amen kanisa. Wafika kwenye nyumba ya karimu ikala hapa. Hawa watu wa kiburi, baba anachagulia kwa kuikala. Yesu anasema hapana, watu wako na kiburi. Mimi nasema na kanisa hivi, kama wanakuinvita kufete ndugu yangu Mkristo, fika ukipresente ushimame. Mwenye njoo kuongoza hivi maprotokoli tunafanya hapa, ikala hapa. Mama ikala hapa. Na kama wanakuweka ikala pale pale. Maana watu wakuichiki. Yesu anasema hapana, watu wako na kiburi. Unaweza kutoka bali kuwekea fasi wanasema wewe utekala ni hapa. Wewe unapita unekala hapa. Haina bien. Amen kanisa. Yesu anamwambia sema unishushe batakupandisha. Kama unanipandisha batakushusha sana kupita. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Unaona sasa niingia, mimi naingia mimi nekala pale. Ile fashi baba nikala. Amen. Kipande mimi naona baba anaingia. Mimi naona msa mimi mwenyewe wasitoko nilamusha nikale hapo. Pale mimi naona ile kana kule. Njoo mimi narudia tena. Shukrani. Na protokoli siku nijirishe. Mimi naingia wangu mimi nekala. Kama unaenda kufashi Mkristo, chunga wakukaribishe, chunga wakupe fresh. Hapana kujivuna, hapana kujipandisha. Biblia inasema ukipandishe batakushusha. Fende yako anugave vitu mzuri. Ile mbele chakula wanaorganize pale. Ilikuwa chakula mbaya. Juu ya nini? Bali chakula na paka bobe yenyewe, babo yenyewe. Mungu akubariki sana. Amen. Yesu anasema baba atabala watu wapya. Kiburi kinawapita, abaya kulishusha, abaya kulinyenyekeza. Kisha baba anasema ni taifa ya Mungu. Mungu amebariki sana. Amen. Baada ya mkikala tena, Yesu anafunga watu. Yesu anawaangalia. Sasa vile ni Mungu alikuwa ndani yake, eko nafungula kile kilikuwa pale bantu. Ninakwambia kitu cha kwanza Yesu alifungula kile.
bantu bachoyo. Amen kanisa. Bantu wanaangalia chakula mpaka baba bantu ya mafuta pa mafuta. Anaangalia kama nakula kwangu, kesho na mimi nitaenda kula kwake. Amen. Mfete mwana bantu wakusema abajoba hivi. Bantu mchakuzi mnapita. Bana paka baba wenyewe na baba wenyewe. Yesu anaangalia anasema hawa bantu ndani yao mko esprit ya choyo. Amen. Niko maana tunaita kanisa. Hatuna bantu bakuita kwa vile bintu. Tunaita kwa ya Kristo. Manifano kani tuko nayo atange watoto ya Mungu. Mungu nakuta leo wa Kristo paka shema ya wa Kristo na wa Kristo ndio tunatekana. Paka shema ya wa Kristo na wa Kristo ndio tunavumiana. Paka shema ya wa Kristo na wa Kristo ndio tunaimana. Amen kanisa. Amen. Unakuta leo watu baba mkanisa. Basi bigala tupia me mambo ya chini mkanisa tele na nje. Amen. Amen. Kama naona sema huyu ni ndugu yangu, ni wako mama yangu, kama nakulia na mimi nitaenda kula kwake, Mkristo anaambatana naye. Unakuta watu mchakuzi mkanisa sema twende. Amuta unaka mkono ya Mungu shipatamu. Na amuna ba Kristo. Amen kanisa. Unakuta Mkristo Mungu makabila kama ni 3 kama ni 4. Kama tunatoka tunapokeleana na wajia kwetu wako. Ama na watu tunapokeleana mama wetu. Ama na kwa tubaimuna. Amen kanisa. Amen. Kisha tunaita kwa watoto ya Mungu. Waaminifu yako Mungu wapi? Mkanisa tribalism aseme twende. Kisha wanaleta kwa mtoto wa Mungu. Amen. Amen kanisa. Mwana ya kanisa baba anampatia bahali ya pia, bahali ya kushima, bahali ya kumsaidia. Baba analiza pastor ni kabila kali. Amen. Amen. Ndio maana bahali kumnene, wewe unapasha baba kasai. Unaambia mbele, apatre wale ni kabila kali. Amen. Kama sasa ile apatre ni kasai, yani wa huku asekala mumisa anatoka na kutafuta bandisa ya ndugu yake. Amen kanisa. Unakuta sasa ile mama ni katangaza, shema kasai afutekala mumisa. Uchaguzi ndani ya kanisa. Yesu anaangalia anasema hapana. Aba bantu aba nifite. Amen kanisa. Amen. Yesu anaangalia tena anasema wapi? Ndani ya bantu mko vitu vibaya. Shika sasa bantu mapagano. Wenye kuona tena na matunda ya shetani ndani yao. Jana wanakala sasa, jana wanaambiana, baba nasumbulia, baba anaonyesha vile wanamuua Mungu. Shika sasa wewe mwingine, kushika kuna mpita, afa anatosha kri, analalamika mwantu wote anasema, paka hivi tunakulia hapa, labda tutakwenda na Yerusalemu mpya, na kumbini tutaanza kulia paka hivi. Amen kanisa. Amen. Ni vya kweli wale watu watakula chakula mzuri kumbini. Bana mbele. Asema ni kule Yesu sasa anaanza kupewa sauti pale. Anasema mnasema pia. Mnasema hivi Mungu nakulia hapa na kufurahi kumbini mpaka hivi. Sikia sasa ni vitegeki tendawili. Wote wanachika sema Bwana, sema Yesu, sema tushikilie, sema yote ile makri yetu. Wani naambia hivi. Asema kulikuwa mtu mmoja anaorganiza kafeti. Nilipata yule mfeti aliita watu. Bebe invitation leo. Umpatie mama titi. Umpatie mama mwangu. Ili ya mama mshi. Ubaambie la 30 kwangu, bebe na wao mtoto yangu wote wakuye. Nilipata wanaita mama mlipata invitation. Mama tulipata tutakuya. Amen. Ni vya kweli mama alitengeneza, mama alipika pia, la grandi na vitu vyote tayari. Ni Yesu anatekeleza wale watu fungu. Kufika la grandi msubuhi, ule mwenye fedha analamusha mtu yake, anamwambia hivi. Pita mwana mmoja kukabula mainvitation. Umasubutisha makuye, ni chakula iko desha tayari, ati nataka kwanza.
Ngabere watu banenda. Mama, nilikuwa tu wakuya. Nilikuwa mshana kuitengeneza. Bakusema itoke, bananiita samaki yangu anaanguka tension, ndio nenda mbele mwangalie hospitali. Banaita mama mwingine. Mama, nicha program. Uko na kuya chakula tayari. Nikakwenda bila kuya, na bananiita bila cha pansoko, asema mimi namwangika. Bantu wanaanza baba sema raison. Mwenye vitu anaangalia chakula alipika kwingi. Na bila kutengeneza anasema hapana. Abita wasikana ni vitu bila pike. Kumbe mama fanya kazi yangu. Mwenda mjia. Bala kwende mtakuta. Muite bilema, muite vipofu, muite shek. Bakuya vitu. Niliapari wale bantu barienda. Banapita huko banaita bantu. Banapita huko banaita bantu. Bantu banakuya bamingi sana. Mwenye feta anauliza, mnatembea vile nilisema? Ndio bwana, tunatembea tunaleta bantu. Wale bantu tunaleta sal ayale. Njoo pale tulitosha temu yetu. Amen kanisa. Amen. Pale sasa sal ayale, njoo mwenye vitu anabambia hivi. Tutasha kwenye. Njoo mwenye feta anabambia hivi. Va dans les chemins et les langues des haïs, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. 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 J'en ai ici. Ça n'est à la main de Mayal. Moi de sasa mamatia. Moi de fashiote. Moi de mumabalabala yote. Bana pote mutakuta. Kongola kumpango. Ingia muyumba. Ubambia seme. Bana mitachi kufeti. Amen kanisa. Amen. Jote miyetu tukunatembelea amu iyi semeni yote. Ini fumo Yesu wanatupia bale bantu. Bale bantu waliinvita kufeti. Ni mie na wewe walionekana pale. Neno ya Mungu ilikuwa yetu shei. Neno ya Mungu sana, neno ya Mungu ilianza. Ilikuwa ni neno ya Waisraeliti. Amen. Bayuda ndio wenye Mungu. Joma ni Kristo aliita kukaramu. Joma ni bantu walimerite kuikala na kufanya kazi ya Mungu. Joma ni bantu walipasha kushimama. Lama wanatangaza injili vitu wanaitangaza. Lakini wa bantu walikatala. Yekona litapa hivi, kama tutafanya na Yerusalemu. Eska utaingia Yerusalemu ama ufanye vile Mungu anakuhitaji kufanya? Amen kabisa. Bantu balibeula, bantu balisarau, bantu balikatala kwenda kushikia na kufanya kazi ya Mungu. Vile Mayuda walikatala Kristo, balikatala kufanya kazi ya Mungu. Njoo pale mimi na wewe, leo tunapata kwa neema, tunapata kwa akse ya kuikala na kutangaza neno la Mungu. Mimi na wewe tulikuwa watu wabule sana. Tulikuwa vitu vya kuzarauliwa. Hatukuwa na pay, hatukuwa na saa ya kuikala kusema neno ya Mungu. Lakini wale wenyewe waliitwa banazarau. Mungu anasema kwenda beba vilema njoo mimi na wewe. Beba vipofu njoo shema tunakala hapa. Mungu anatufanya neema, tunapata kota ya kupita kumeza ya Bwana na kuja pamoja na Bwana harusi. Amen Kristo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki tena. Hivi watatusomea hapo. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous,
car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen kanisa. Na hii yetu tunakabula mkadre sutem. Na sutem yangu walinipatia ndio hii matoka kutusomea hapa. Temi yangu inasema sutem yangu inasema je. Nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen kanisa. Amen. Tumuleko na chika kufikia kusema kwa Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu na kutembea kufanya kazi ya Mungu. Asante Mungu yuko pamoja naye. Kama mekala unafungua roho yako unamwichika Kristo kwa Bwana na mkombozi wako. Unafanya kazi ya unatangaza neno la Mungu. Unakuta watu wa dunia unapata kwa Mungu. Asante Kristo atakuika. Kama Kristo anekala ndani yako, nekula utona sasa bantu wanaanza kukufuata. Amen kanisa. Kristo kama anakuikala, ataanza kukukokotea vitu vizuri. Kama Kristo kwa ndani yako, Kristo atakukokotea makuta. Kristo atakukokotea ukweli. Kristo atakukokotea maisha. Kristo atakukokotea watoto. Kama una na Mungu nani atakusaidia? Unasikia suta Mungu anasema, patakimbia kwa moyo. Wanaanza kumwomba jua kusema ule mtu yuko na Mungu. Kama Mungu yuko ndani yako, miujiza itakusindikiza. Kama Kristo anakaa ndani yako, bila vyote unahitaji vitakufuata. Hautakuwa na pesa ya kitu. Ule Mungu yuko ndani yako, ndio ataanza kukukokotea vitu. Amen. Amen. Kama unasoma historia ya Naomi. Naomi alikala kwa Moab, mkeni ya kigani. Naomi aliyokikala, aseme Naomi na Mungu ndani. Malgré lufu, malgré mateso, Naomi alikuwa na Mungu. Amen. Naomi vile alikuwa na Mungu ndani. Nikula uliona Rita anamfuata Naomi. Kama Naomi hakukuwa na Mungu, Rita hakupaswa kumfuata. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Hapana kuyangaisha mama. Hapana kunisumbua ndugu yangu Mkristo. Mama hapana kuwaza vya mingi. Mama niitika. Ingia ndani ya Yesu Kristo. Fanya kazi ya Mungu. Kama unafanya kazi ya Mungu, vile Mungu anakutaji tutumike. Aseme hautaita kitu. Mungu akubariki sana. Mungu mwenyewe ndio anaanza kukuangaikia. Mtoto yangu atakula nini? Mtoto yangu atavala nini? Aseme kazi ya Mungu iko na jenga. Kazi ya Mungu iko na bariki. Kazi ya Mungu iko na fungula. Kazi ya Mungu iko na tunza. Kazi ya Mungu iko na fanya mtu anakuya tena. Sasa unaichika Mungu kwa Kristo. Unatafuta vitu vya Kristo. Nitakufuata je? Mungu akubariki sana. Mama tutake distraction. Kanisa toka muda nje. Toka mama na makabila. Toka mama ingia kwetu. Acha chuki. Acha kwao. Fungula roho yako. Njia karibu naye. Mama inakuja mkanisa kila siku. Mama ni kuichika. Kufungula roho. Kumpokea Kristo. Anakuja Bwana na mkombozi wako. Hautahitaji kitu. Mambo ile mkoa ndugu yangu Mkristo. Tusipigane, tusifia chao. Weshi mama, tumika. Kutumika ina mpaka kuhubiri kushere. Kazi ya Mungu ya mingi. Tuko na bachana mmasita mama, ncha mchana. Tuko na magonjwa, mama wote na mavizite. Tuko bantu baba na mahitaji, mama wabebe misiko. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Kazi ya Mungu ina mpaka kuhubiri. Mungu ana Mungu. Mungu anatafuta yote. Kiburi uacha. Mungu anafika. Unataka kuya sana ng'ombe. Mungu anatafuta Mungu atakubariki je. Mungu kanisa pe. Mifano mbaya mpaka wewe. Akili mbaya mpaka wewe. Matendo mbaya mpaka wewe. Achana na vitu. Mungu akubariki sana. Kama unila vitu. Ichika tu kuchanganya Yesu. Yesu Mungu maisha mzuri. Yesu Mungu maisha ya raha. Kama Yesu anakuikala, Yesu anaweza kukukokotea vitu.
kukupatia. Mungu akubariki sana. Ni ile Mungu alikuwa ndani yake. Ule Yesu alimuikala. Njoo mtafutia mimi mwambie. Anasema nataka msukane huyu baba. Huyu baba kwa makashi. Mungu akubariki sana. Kama Mungu anakuikala, andagiri ya masomo, anaanza kukupatia. Mambo ni Yesu ikale ndani yako. Vitu vya mwenyewe kukufanya. Itika mama, mambo tuko nayo hapa ni kumtumikia Mungu. Amen. Amen. Kama unataka kujangashe, unampokea Kristo, unakala, unafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kusema fanyeni taifa yote kuwa wanafunzi. Amen. Amen. Mapenzi ya Mungu haina kusema twende huku, twende huku. Ikala tu ndani ya Yesu Kristo. Unaona kwa mpagano, unamwambia yako toka mwile manjia kuya kwa Yesu. Kama mtu ndani ya Yesu Kristo, hasta kupungukiwa na kitu shika ndani wewe. Kila mara amenasemaka, mtu kama kwa Yesu Kristo, hapo sana wewe mimba. Amen. Amen. Ushamsikia bebe na mwambia mama yake sio nije ku frère Rose. Hapo tenizana mipaka ku frère Rose. Na koti ya vere. Mama mwenyewe ndo anahangaika. Niko na mimba. Baba wangu atakula che. Baba wangu atafala che. Mama, kama unakala na Mungu, unafanya mapenzi ya Mungu, unafurahisha roho ya Mungu, Mungu asitekala kimya. Anaanza kuhangaika. Amina. Naomi na Mungu ndani. Mungu anamwambia Rita. Rita nenda na Naomi kwao. Rita anaanza kuhangaika juu ya kulisha Naomi. Amen. Amen. Unasikia nini anasema? Rita anamwambia Naomi, shida kuacha Mungu wako njoo Mungu wangu. Kama mama, bata kuacha. Bata kuacha. Mungu atakupenda. Bata atakufuata juu ya kile kiko ndani yako. Bila tuko na rifaseni mshara nyewe, ananipendake, anatakaje kunyona, mimi vina hivi. Uko na rifaseni hapo le. Wewe fanya mapenzi ya Mungu. Mungu akupende sana. Vitu vyote vitakufuata. Vitu vyote vitafika vitumo vyako. Utashipanda wanaanza kukufuata. Mama yako na Mungu, mama yako na Mungu. Atamishibambie Mungu leko ndani yangu. Bako na makokota, anabaleta, wanakuwa kushikia ainsi vile terne. Mambo ile tufanye publicité kwa television. Amen. Mambo ile tufanye publicité kwa television. Mambo ile tupita mara sema tuko ba servant. Mungu leko ndani yako. Njoo utajitemanya kubadike. Huyu mtu ako na Mungu. Fanya kazi ya Mungu pia. Tumika pia. Naomi alifuata Rita alifuata Naomi. Anaenda kuja kwa Naomi. Naomi anakuja juu ya Rita. Naomi anaishi juu ya Rita. Ni Rita anamsaidia. Juu Rita aliua ndani ya huyu mama. Mungu kushima, Mungu okovu, Mungu matunzo. Na ile kazi Rita alifanya kwa Naomi, je, alifanya leo tunaanza kumsoma Rita. Rita badala kwa mazake baadaye. Hapo anarudia. Huyu alifungula kile kilikuwa Naomi. Ndio kile alimfuatia. Leo Rita kama nafuata, leo Yesu yuko na tai. Anatoka mtukano na toa Rita. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mara. Kama unafungula wewe mtoto na Mungu, hapana kuikala mu distraction. Mungu ana mafuta, Mungu ana munini. Mungu ako ndani ya Mungu. Amen. Hapana kuliangaisha bali baby, bali fashie. Wewe kala tu Mungu, tumika kazi ya Mungu. Aseme panda msubuhi, panda miti, panda magharibi, au yani ya wapi taota. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Kama anasema tuyenge bila yenda, tukala bila kolopa, tubiri bila ubiri, tufanye hivi bila fanya, ubila vyote niko nafanya. Mungu ananiona, jambo la Mungu atanibarikia. Waka pesa kazi ya Mungu ndio inabariki. Amen. Amen. Mungu ana mtu leo, kazi ya Mungu apende wake. Kama anamwambia Mungu anasema, chunga mpaka saa yeye, anza kupiga mikono chini.
Unyambie. Mungu atakupigia pale. Mungu akubariki sana. Au yakanyaka ama moya kuleta kwa Yesu. Mungu anatafuta Yesu kufanyia miujiza. Yesu kufanyia miracle. Utaona miracle msasi kali. Mungu afanye maisha. Mungu akubariki sana. Kwa watu kama wanasema pako kazi ya Mungu. Mungu anafanya sambla, anaangalia kwa bure. Saa aina yeye ndo anasema. Unaona Mungu, sio kusutenena kama mtumishi wa Mungu. Na Yesu ni kazi ya Mungu itakogota baraka. Mama analofa mkanisa. Amen. Tuya kuleta 10,000 francs. Baba chama wako akulie. Asema masemi ya baba maisha yako unakimbi. Mungu anatafuta Mungu akuonekane. Mungu akubariki sana. Kama wanasema tuko na kazi, tunatafuta tupende matamu misa. Mtupatie matamu 5,000. Unaona mtu anafunga na sule saa ina yeye. Enda na makuta yake, akakule bila mapeni. Sasa unatafuta Mungu akusaidie. Ni Mungu kani unatafuta kusaidie. Ule Mungu alikuwa na bala bala. Ule Kristo alitembea na bala. Njoo Kristo tunakalia hapa leo. Ule alipasuna kama ruhusu wa mkulu. Watu wanatembea wa mkulu. Njoo tunakalia hapa. Ule alifanya mikate 5. Zawadi 2. Inakuwa 5,000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Njoo tunakalia hapa. Mungu anafanya miujiza. Mungu anafungua matumbo ya kufunga. Ule Mungu ule Kristo alifanya mwanamke kupoteza damu panda tuza inakachika mwili miliki. Njoo tunakalia na wewe hapa. Miujiza inadilike. Miujiza ishe. Mambo ni fason inaonekana mbele ya Mungu. Position karibu nayo. Position karibu nayo mbele ya Bwana wako. Wewe tafuta miujiza ifanye tafuta fason karibu. Kristo ni ule ule. Ule mtalaka na mwanamke Msamaria kujisima. Aba anamwambia nipe maji, nipe maji ya uzima. Mwanamke anaanza kumwangalia. Aba anamwambia shina watu tunasikiliza nao. Sasa shama kasaidi wakatambia tunapata nani? Nipe Mungu wani ya shetani wewe. Mbele ya Bwana ya mabwana, unamwambia mambo ya japanu. Asiyo sema niko mbele ya mimi Bwana. Ndio atashanjea ndio yangu. Ndio nitosha jina Budumba, alipachana jina yake. Huyu Kristo tunangalia hapa. Jona tunaona watu ya haya. Nani makashema wewe? Shetani anasema kuanzia maisha yetu. Anakutosha, anakuheshimisha, anakupunguza, anakutosha mkatuba, anapata fashi ya mbaya. Baba anakutoka na shamba. Uko na shamba tu ya nini? Amen kabisa. Amen. Kama vile vitu mama, asana na vile vitu vikwache, uone mkono ya Mungu. Tosha kusendelea zamani. Wewe msita, wewe mtu kuna kutani kwako. Mshiu. Hata muda unataka mama atachika shusha ukali, asikule tungu chini kitako. Mtu ende ndio kwa pamesi. Ulikuwa mpakani. Na leo kanisa tunakwambia sana hautafuna kwasha ukupande. Mungu leo Mungu hata paka na shamba. Utafuna fasha ukupande. Chukua bako mapole tunafuna nini? Mimi na wewe wataone tuna mfuko ya mita hata wewe ute tunji na mwinje sasa. Mama mimi nataka kwa shamba. Shida pasha kutuliza. Anaipata wapi? Mama anaenda kupita. Sasa tunaimana mshamba leo kwa dunia. Na kwa Mungu na kwa baraka ya Mungu taiba hiyo. Impossible. Amen kabisa. Amen. 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 Sasa tunaanza kwa Maria, kanisa kumgusa Mungu mchambuzi. Baba anatengeneza na baba huko ya baba anaona miujiza, mimi nisione miujiza. Miujiza utaiona je? Na hiyo miujiza sasa kuiona, baba anafanya kazi ya Mungu. Njoo Mungu na yeye anakuonyesha miujiza. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mimi nakwambia sema tuko na Mungu wa multiplication. Asema mwanamke na tani moja ya mafuta. Ila yana machupa na machupa manduku na manduku. Anashinda nafasi ya kuiweka. Amen. Unaona multiplication ya chini. Uko na nini kumkono? Mshina na kitu. Ndio hivyo. Mimi natafuta wale mchezo tena chini. Mungu amultiplie bilioni. Amen kabisa. Mungu afanye mchezo wala huko bila na tisi huko bidisi. Mungu akubariki sana. Asema kama na kwa mai, ndio mkate na fimba inakuwa mnene. Kama huyo itupa itafimba
pale mai katika. Mara moja Moizi kuna nini mkono? Amen. Moizi kuna nini mkono? Moizi asema wana niko na bakora. Asema piga bakora pa mai. Moizi anapiga bakora pa mai, mai katika. Bantu bakatambuka. Moizi kuna nini mkono sema hapa mishina na kitu. Mungu anataka mwambie piga kapata pa mai. Amen kabisa. Mungu anataka mwambie Moizi piga lupi pa mai. Sasa Mungu anatafuta muujiza. Mungu anataka kumikana shini. Mungu afanye muujiza mshini. Amen. 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 Mungu lazima na wale watu wanatafuta muujiza. Muujiza ni kuweka Mungu mtendo. Kama anaweka Mungu mtendo, Mungu anafungua madirisha ya mbingu. Amen. Amen. Shebota batunanza kwa mbulukate. Hakuna mtu anaweza kusema kwa hapo anauza nyumba yake. Ni nani yako? Hapo. Tunasema kama mbulukate. Kama kazi ya Mungu hii tunatumika, jamani tupacha fashi ya kulala mshingishi kwa mle. Amen. Amen. Sasa kama nasema mimi hapa, hautaona muujiza. Itika kwa Mungu mtendo, Mungu afungule mbingu. Amen. Amen. Tunachoka. Tuma na kazi kwa kanisa. Mishika kanisa kichwa nimwambia sema sindi ile tendele. Hapa ni macho wazi. Tunataka tuweke Mungu mtendo, Mungu afungule madirisha ya mbingu. Amen. Amen. Amen kanisa. Tuko na kazi kanisa. Simnaona isha kwanza? Simnaona kazi isha kwanza? Isha kwanza yanza. Pero wapese fashi kwa mama hapo kushika baba mama anachoka. Pero wapese fashi kwa mama hapo kushika. Mama ni nguvu, mama ni puissance, mama ni force. Est-ce que shaba mama mwingi wetu tunaweza kushinda kuweka kapulaso katika bali? Tunaweza kushinda. Tunauliza kwa kanisa est-ce que tunaweza kushinda kuanzia hapa tupunge ifike pale? Bado wanachoka mama anaanza. Hatuambia kesho sema atatuambia tupasuke malombi mijiza yonokane inakuwa tena anaanza kuuliza vya hivyo. Amen kabisa. Amen. Tunataka tuweke Mungu mtendo. Tunataka tuweke Mungu wa mama mtendo. Mungu afungule madirisha ya mbingu. Mama panga mauze. Maana meshakuza mayenge bilele. Mama nyoto mama pate. Mama pale ya mbele tusindikize. Mungu afaisha. Amen. Bila shaka mwani tika amen. Mungu akutukuze. Amen. 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 Tuanze kupasuka malombi, mbele tubebe maenvelope. Mungu litenda, Mungu ondoka besari baba. Ndio lazima na baba mama 25. Karibu tuombe bazazi 20,000. Oh mama ndio ya mimi ndio kama Mungu akwanje ukaushaka watu kwa Mungu. Wewe kama ushaka watu wanafichia kwa huyu mama. 20,000 mashtaki kwa